Usiku ulikuwa mzito juu ya mji wa Logan. Mvua nyepesi ikianguka ikichanganyika na upepo wa baridi uliopiga makaburi ya Shankill kwa sauti huzuni. Wanakijiji walikuwa wamesononeka kwa msiba mkubwa. Marjorie McCall, mke wa daktari mashuhuri, alikuwa amefariki kwa ugonjwa usiojulikana. Mumewe John McCall, akiwa na huzuni isiyoelezeka, alihakikisha mke wake anazikwa haraka ili kuepusha kuenea kwa ugonjwa huo hatari. Mwili wake ulilazwa ndani ya jeneza, mkono wake uking'ara kwa pete ya thamani. Lakini muda mfupi baada ya kuzikwa, macho ya watu wenye nia mbaya yakaangazia kaburi lake. Katika giza la usiku huo, vivuli vya wanaume wawili vilizunguka kaburi jipya la Marjorie. Hawakuwa waombolezaji, walikuwa waporaji wa makaburi, yani grave robbers, wenye tamaa ya dhahabu. Walijua kwamba alizikwa na pete ya thamani, na hiyo ilikuwa bahati yao. Kwa wepesi na ustadi wa muda mrefu wakaanza kufukua kaburi. Udongo ulikuwa bado laini na haikuachukua muda mrefu wa kulifikia jeneza. Kwa ustadi wa kijambazi wakalifungua jeneza taratibu. Mwili wa Marjorie ulilala pale kimya, sura yake ikiwa na utulivu wa milele. Mmoja wao akanyoosha mkono kuchukua pete, lakini ilikuwa ngumu kuitoa. Akajaribu kuizungusha, kuivuta, lakini haikusogea. Kwa macho yaliyojaa tamaa, akatoa kisu chake butu na kuanza kukata kidole chake. Ghafla sauti ikapasuka gizani, mguno wa uchungu na pumzi ndefu ya mtu aliyeamka kutoka usingizini. Marjorie akaamka. Machoni mwa waporaji wa makaburi walikuwa wamemfufua mfu. Kwa woga wa ghafla wakatupa kila kitu na kukimbia gizani, wakiacha kaburi lile liko wazi, jeneza likiwa limefunuliwa. Marjorie, akiwa hajui kilichotokea, alihisi maumivu makali kwenye kidole chake. Aliwaangalia waporaji hao wakikimbia, kisha akajitutumua na kutoka kwenye kaburi lake. Pamoja na udhaifu, hofu na mshtuko, alianza kutembea kwa miguu mitupu kupitia barabara na giza la Logan akielekea nyumbani kwake. Mlango wa nyumba yake ulikuwa umefungwa. Aligonga mlango kwa nguvu, mwili wake ukiwa umeloa na mavumbi ya kaburi. Mume wake John McCall aliposikia mlio huo usiku wa manane, alishtuka kwa wasiwasi na huzuni. Akaenda kufungua mlango. Kilichofuata kilikuwa ni mshtuko wa maisha yake. Mke wake aliyemzika siku chache zilizopita, eti alisimama mbele yake akiwa hai. John hakusema neno. Mwili wake ukatetemeka, pumzi ikamkaba, na kwa mshangao mkubwa akaanguka chini na kufa papo hapo kwa mshtuko wa moyo. Marjorie aliishi kwa miaka kadhaa baada ya tukio hilo, lakini hatimaye kama wanadamu wote akafariki tena mara ya pili. Safari hii ikiwa ni ukweli sasa. Akapelekwa kwenye makaburi yale yale, na safari hii hakuna aliyethubutu kufukua kaburi lake tena. Lakini kwa heshima au labda kwa dhihaka ya hatima yake, jiwe la kaburi lake likaandikwa maneno yanayoishi hadi leo: lived once, buried twice. Yani aliishi mara moja, akazikwa mara mbili. Swali kubwa ambalo kwa miongo kadhaa limetikisa kwenye vichwa vya watu ni je, hii ni hadithi ya kweli? Kisa cha Marjorie McCall kimekuwa simulizi maarufu kwa zaidi ya miaka 200 sasa. Kaburi lake liko huko Shankill Graveyard, na maandishi yake yanasomeka kama ushuhuda wa tukio hili la ajabu. Lakini je, kweli alifufuka kutoka kaburini au ni moja ya hadithi zilizozaliwa kutokana na hofu ya zamani ya kuzikwa hai, jambo ambalo lilikuwa tatizo la kweli katika karne ya 18? Hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa kuthibitisha tukio hili, lakini pia hakuna ushahidi wa kulikanusha kabisa. Pengine ni hadithi tu iliyojaa msisimko wa kisanii, au labda historia imejaribu kuficha ukweli wa kutisha zaidi. Lakini bila kujali, hadithi ya Marjorie McCall itaendelea kuishi kama kumbukumbu ya mwanamke aliyepata hatima isiyo ya kawaida, na pengine hofu yetu ya milele kuhusu kifo kisichothibitishwa.